in Jesus name. Baba, Mfalme mwema, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu umetuleta mahali hapa Bwana ukiwa na kusudi zuri kwetu. Na unapotunganisha na yeyote yule ambaye ananisikia akiwa mahali popote pale, walio nyumbani, walio kazini na mahali pengine popote pale, Mfalme wa amani, ninaomba ya kwamba unaponisaidia katika kulileta hili neno, Mungu wa amani, ukazungumze nasi, ya kwamba tutaweza kushikia neno lako Bwana. Neno lako katika kitabu cha Yakobo, neno lako linatuambia kwamba tusije tu watu wa kusikiza neno, lakini tunapolisikiza neno tukalifanyishe kazi. Kwa sababu tukisikia tu tuweke information ndani yetu haitatusaidia mpaka tufanye uamuzi. Na asubuhi ya leo naomba ya kwamba utatusaidia, ndiposa neno lako litatusaidia kuweza kuleta maisha yaliyo na mabadiliko kwetu na pia kwa wale ambao wako pamoja nasi. Pokea sifa zote na utukufu wote, Mungu mwema, na ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Nataka kuleta neno la Mungu mahali popote ambapo ulipo, ungana pamoja nasi. This is Heaven's Vision Gospel Church, Ongata Rongai, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia kuweza kukufikia ukiwa nyumbani, na hiyo ni neema kubwa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Kwa hivyo ungana pamoja nasi tuweze kusikia neno la Mungu, na hilo neno ndilo litakalo tupatia matumaini ya kesho. Hallelujah. Tunaishi siku na nyakati ambazo maisha inakaa iko na uzito wake, lakini neno la Mungu pia linatukumbusha kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Hallelujah. Naomba Mungu akakufanye kuwa mmoja wa haki, ukakue mwenye haki, wewe ambaye utakayemtegemea kwa kila jambo. Leo hii najua kuna watu wengi wanaotegemea misaada, lakini wacha niseme hivi, tegemea Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Tutegemee Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye yule ambaye hawezi akatufail. Some will fail. Kuna watu ambao wamekuwa wanategemea kusaidiwa, wakati mwingine misaada inakwama ama ina hang somewhere, lakini ya Mungu haihang. Hallelujah. Msaada wa Mungu hawezi ukahang, na hakuna siku utakapo hang. Systems zikikosa kufanya za ulimwengu huu, system zake Mungu haziwezi kosa kufanya. Labda sisi wenyewe tusababishe. Praise the name of Jesus. Today I want to speak about benefits of trusting or hoping in God. Faida ya kumtegemea Bwana. Praise the name of Jesus. Faida ya kumtegemea Bwana. Na kuna wimbo ambao uko katika tenzi za rohoni, na ni wimbo ninaupenda sana, na wimbo ni kuhusu kumtegemea Mwokozi. Inaongea kuhusu faida za kutumainia Mungu, or the benefits of hoping or trusting in God. And so this song is a song that I want us to sing, maybe stanza moja ama mbili, na huu wimbo unaongea kuhusu kumtegemea Mwokozi. Kumtegemea Mwokozi wangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Kumtegemea Mwokozi wangu tamu kabisa.
kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa. Huyu mwimbaji wa huu wimbo alitambua kitu moja kuhusu Yesu, ya kwamba katika hali ya kuweka tegemeo lake katika yeye, maisha itakuwa tamu. Na sio kuweka tegemeo tu kwake Mungu, alisema pia katika hali ya kukubali neno lake Mwokozi ninapata raha moyoni. Na ndiposa nikawa nimesema hapo awali, wale ambao watafanya uhusiano mzuri na Mungu, kile kitu ambacho Mungu anafanya ni kwamba hata wakati hali iko katika giza, huwa analeta amani ambayo inapita fahamu zote za mwanadamu. Utapata katika kitabu cha Filipi sura ya 4 mstari wa 6 pale, that amani ya Mungu inaingia ndani yako, amani ambayo mwanadamu hawezi akakupatia. Anasema nimemwamini huyu Yesu, nimeona katika yeye niko strong, haleluya, niko dhabiti, nimesimamishwa na nitaendelea kumwamini kwa sababu ahadi zake ni za kweli. Praise the name of Jesus. Unaponisikia asubuhi ya leo, nataka nikukumbushe ya kwamba kuna matumaini katika hali ya kumtegemea Mungu. Kuna matumaini ama kuna faida mingi sana katika kuweza kumtumainia huyu Mungu wetu. Praise the name of Jesus. And tunapoongea kumtegemea Yesu, tunamaanisha kwamba hapo ndipo confidence ama imani yako yote, ile ujasiri wako wote uko katika Mungu. Praise the name of Jesus. Jeremiah chapter 17 and verse 7, the Bible inasema ya kwamba blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Kubarikiwa ni wale ambao wamemwaminia Mungu na wamefanya Mungu kuwa imani yao, kuwa tegemeo lao, kuwa tumaini lao. Praise the name of Jesus. Mungu ndiye tegemeo lako. Nilikuwa ninajaribu kuwaza leo hii, katika vile ambavyo uchumi ulivyo na maisha yaliyo mazito, kuna watu wengi sana ambao wanategemea serikali. Na si vibaya, sina shida na hiyo. Serikali iko pale ichunge maslahi ya wananchi, ni vizuri, lakini ukiweza kutegemea serikali itafika mahali na itakudisappoint. Ukiweza kutegemea mwanadamu atafika mahali na atakudisappoint, kwa sababu hata huyo mwanadamu kuna mahali pia ambapo anategemea serikali. Tukiaminia tuitegemee hata hii serikali, kuna mahali ambapo inategemea wapi? Inategemea ushuru ambao unatolewa. Na sasa ushuru usipotolewa, wala ambaye utakayeteta hauna pesa ya kutoa ushuru, na wewe hiyo pesa ndio inakusaidiaga, basi serikali itatoa pesa wapi? Praise the name of the Lord. So cha muhimu ni kumtegemea Mungu, na yeye Mungu anatengeneza njia kule, atajua jinsi atakavyofanya mambo. Praise the name of Jesus. Wacha nikukumbushe hivi ya kwamba hata kile ambacho unapata wewe unayofanya kazi mahali fulani na biashara fulani unayofanya, it is good you are able to provide for your family. You are able to do so much. But let me tell you this, it is not your effort. It is God ambaye anasababisha vile ambavyo unapata. You are able to do one or two things to yourself and also to your family. Praise the name of Jesus. So ni vizuri tuweze kujua kwamba because every one of us, kila mmoja anapenda kubarikiwa, na kila mmoja anasema Mungu nibariki. Hata yule ambaye alifanya vituko za kuua, za kujeruhi watu, ama amefanya vitu gani, wakati mmoja anaketi tu hivyo anasema Mungu sinibariki tu na kitu fulani. Everybody wants to be blessed. But Jeremiah anasema hivi, chapter 17 and verse 7, that kubarikiwa ni wale ambao wanamtumainia Mungu na wanamfanya Mungu kuwa tegemeo lao. Praise the name of Jesus. Naomba Mungu akakusaidie ya kwamba utamtegemea hata wakati uko kwa kona ya maisha. Praise the name of Jesus. Everybody wants to be blessed and everyone wants to live a blessed life, and naturally that is a portion for God's children. Hiyo ni sehemu ya watu wa Mungu. Hiyo ni sehemu ya watoto wa Mungu, ya kwamba watoto wake Mungu wakae vizuri, kwa sababu ulimwengu huna chochote kilichomo, ni kazi ya Mungu wetu. Na sisi kama watoto wake ni lazima tufurahie kile ambacho Mungu amefanya nini? Ametupatia, kile ambacho ametengeneza.
in as much as we want to enjoy and to enjoy, ni lazima tujue kuna kanuni ambayo Baba ameweka ndiposa tuweze kupokea kile ambacho ako nacho. Ndio pia tuweze kujua si cha bure. One of the things that we need to understand, salvation, yes, it is for free, but it is also expensive. It costs. One of the things that it costs is sacrifice yako wewe mwenyewe. There's nothing you will pay, lakini kuna mahali ambapo itahitaji uweze kujitolea. Kuna mahali ambapo itagharimu uweze kulipa gharama. Wanasifiwe sana. Kuna watu wengi tunaona wamebarikiwa na kwa njia iliyo sawa. Do you know even the devil blesses? So mimi naongea kuhusu wale ambao wanabarikiwa na Mungu ya ukweli. Kwa sababu hata shetani anaingilia kati ya kubariki, lakini baraka za shetani ni za muda mdogo tu. Si za milele, zitaenda milele. Zitakuwa na baraka za shetani ziko na majuto. Lakini zake Mungu hazina majuto. Zinaleta furaha na amani. Praise the name of Jesus. So everybody we want to be blessed, and that is a portion that I declare over your life today in the name of Jesus. Bwana sifiwe sana. Sijui tumainio lako ama tumaini lako liko wapi? And one of the things, as I was preparing for this message that was coming into my heart, it is that ulimwengu siku ya leo we have learned, tumesoma, ama ulimwengu umesoma, na katika ile hali ya kuendelea kwote kwa ulimwengu, in the development of this world, we have come to learn that the trust in science is limited. Bwana sifiwe sana. Katika kutegemea, science is real, by the way. It is real, iko sayansi. Kwa sababu ukipanda juu ya hii jengo ama hizi chuma tuko nazo hapa ama ule mti, alafu ujiachilie useme kwa imani mimi nitafloat hapa, you will be surprised. Science lazima ichukue sehemu yake. So what will happen? Utaanguka na mwanguko mwingine, utashangaa. Because that is science. It will happen. Lakini kuna many other examples. Anyway, let me not go there much. But the point is this. In as much as science is real and it is working, the madaktari ambao tuko nao, the scientists that we have, and the things ambazo wanakuja kutufunza, ama the discoveries ambazo wanadiscover, all those things are there. But we have come to realize that the wisdom of the science or the knowledge of man, it is limited. Iko na kiwango ambacho haiwezi kaenda. Praise the name of Jesus. And I thank God because even the scientists today and the learned today wanna confirm here. Have you gone to the hospitals? I have seen some people wameenda hospitali, ametibiwa hii na hii, amejaribiwa hii, amepimwa hii, ugonjwa haionekani. Daktari anamwambia enda kwa kanisa, tafuta mchungaji akuombee. They acknowledge that science will not work here, but the spiritual power of God, the Spirit of God, the power of God will do something here. Because hata wanapokuambia enda kwa mchungaji, akwambia enda kwa mchungaji akusaidie, ni mchungaji aweze kukuombea, Mungu aweze kufanya. Praise the name of Jesus. So we are living in that kind of a situation. And some people actually, many people trusted on what they knew. So many people wametegemea kile ambacho walijua, forgetting that the power of the Maker is supreme. Praise the name of Jesus. Daudi akasema katika Psalm 20 verse 7, some trust in their chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya, Rongai, I want us to trust, I want to encourage every one of us unanisikiza asubuhi ya leo. Kama vile neno linavyosema, wengine walitegemea farasi, wengine wakategemea vyombo vya farasi, lakini Daudi anasema mimi ama sisi tutaaminia Mungu wetu. And that is a position that we need to be. It is good what we do tunaifanya, lakini kile ambayo tunaifanya ni vizuri tuweze kujua this is an avenue. Hii ni njia ambayo Mungu ametusaidia kukaa ndani yake, ndiposa tuweze kulenga ama kumanifest
neema yake na matendo yake katika ulimwengu huu. Praise the name of Jesus. So let us hope in our God. Let us not trust in horses. Horses is what we do. You know, kazi zetu, biashara zetu. Kuna wale wanajua kwamba hii kazi yangu imenifikisha mahali nimefika. And I want to grow. Nataka kukua zaidi katika hii kazi ninayofanya, katika hii biashara ninayofanya. Ni vizuri, lakini unapoifanya chua msaada wako ama nguvu za kufanya kile unachofanya, they are coming from God. Praise the name of Jesus. Stop hoping. Stop trusting. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to stop trusting so much in what you have. All these years, many people trusted in what they have. But I want to encourage somebody this morning. May you put your hope and trust in God. Hallelujah. May you put your hope and your trust in everlasting Father. Proverbs chapter 3 and verse 5 and verse 6. Trust in the Lord with all of your heart. Tegemea Mungu. Hallelujah. Tegemea Mungu na moyo wako wote. And the Bible continues to say, do not lean on your own understanding. This is a big point. Usiegemee kuelewa kwako. Usiegemee vile ambavyo umekuwa na experience ya 20 years as a doctor, umekuwa na experience ya 20 years as an engineer, umekuwa na experience ya 20 years as a business person. Sasa ujue kwamba I am going to do it the way I have known it. I just told us before that now we are not able to meet most of us as a church pamoja kama kanisa tukiwa wengi. But does that mean we will not worship? No. Does that mean we will not give to the work of God? No. Does that mean that we are not going to study the word of God? No. Does it mean we will not pray? No. We can always do it another way. Hallelujah. Tunaweza tukaifanya kwa njia nyingine. So the experience that we had, sasa hiyo ndio tunaambiwa, do not lean on the understanding that you have. It can always be done in another way, and it can always be better. Praise the name of Jesus. Solomon told his son David these words of wisdom because he had known the secret of living in this world. Haya maneno katika Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 ni maneno ambayo Solomon alimwambia kijana wake Daudi kwa sababu alielewa na alijua siri. Hallelujah. Secrets. Si Mungu atusaidie na atupatie siri. Hallelujah. Si Mungu atupatie siri ya kuweza kuishi maisha haya katika ulimwengu huu wa leo. Actually, the Bible says in the book of Ecclesiastes, chapter 12, from verse 13, the conclusion of the matter is this: fear God and keep His command, for this is the whole duty of man. Bwana asifiwe sana. Kumwogopa Mungu. Actually, anasema baada ya mambo yote kusemwa, baada ya yote kutendwa ama nini, cha msingi cha muhimu ni kumwogopa Mungu na kutii amri zake. Sijui kama kuna mtu anayetii Mungu anayemsikiza. Sijui kama kuna mtu ambaye anatii amri za Mungu anayemsikiza. But I want to encourage you and challenge you, my brother and my sister. May you purpose to be that one man. May you purpose to be that one person that God is looking for, who will learn to trust in Him or on Him alone. Bwana asifiwe sana. The more you purpose to walk in the fear of God, as Ecclesiastes is telling us here, is that as you learn to fear, to walk in the fear of God, the more you learn to trust and to hope in God. Bwana asifiwe sana. Unapotamani kutembea na Mungu, ndivyo ambavyo unampatia heshima zake vizuri. Ndivyo ambavyo unamuogopa zaidi. Unaweka tegemeo lako kabisa katika yeye. Praise the name of Jesus. Remember, we are talking about the benefits of hoping or trusting in God. Faida ya kuweza kumtegemea Bwana. I want to give you about 4 benefits
of hoping in God for the purpose of those maybe we may be writing. Number one, even before this, Israel, wana wa Israeli ama kule Israeli, that nation had many cities, kama vile ambavyo Kenya iko na miji mikubwa kadha wa kadha, Nairobi, Nakuru, Mombasa, Kisumu na mengineo. It has still had many leaders and kings. Just like Kenya, we began with the late Jomo Kenyatta, the president, na wengine ambao wamekuwa pale. Na pia makuhani, we have priests ambao wamekuwa hapo pia katika nchi yetu ya Kenya. Many have come and gone, still some are still there. And in this nation of Israel, there were times they did good in the sight of God. Kuna wakati walifanya mambo mazuri mbele zake Mwenyezi Mungu na Mungu akafurahishwa na wao. Na pia kuna wakati mwingine ambao hawakufanya mambo mazuri, and so of course God was also not happy with that. And you know, every choice has consequence. Uamuzi wowote ambao tunaufanya, uwe mzuri ama mbaya, uko na madhara yake ama uko na matunda, matokeo yake. So unapompenda Mungu na ufanye vile ambavyo anakusudia, kuna benefits zake. Na pia unapofanya kiovu kinyume na Mungu, kuna benefits zake pia. Every action, iwe nzuri ama mbaya, na ndio tunasema mti wowote uko na matunda yake, na lazima utazaa aidha yawe mazuri ama yawe mabovu. Cha muhimu ni wewe kuchagua, you want to be what kind of a person or what kind of a fruit. So God, being a loving father anyway, he promised to always watch over his people, over his children, those who call on the name of the Lord. That is the good thing about our God. He has promised that when we call on him, regardless of what we've done, he is faithful to forgive us and to call us back to himself. He never got tired of his people. He never gets tired of his people. That's our God. So Israel, in as much as God was not tired of them, rather, I also want to believe the same, that God is also not tired of us. However, kuna maovu ambayo imefanyika kwa nchi yetu. However, kuna maovu ambayo imefanyika katika sehemu ambazo tunamoishi, ama hata katika maisha yako. Ukimrejea Mwenyezi Mungu, haleluya. Ukimrejea Mwenyezi Mungu, ako tayari kukusamehea, ako tayari kukukaribisha. I'm reminded of this young man ambaye alikuwa tunamuita mwana mpotevu, ambaye alipatiwa mali na baba yake na akaenda akaharibu huko, na raha za dunia na ulimwengu huu zote zikaisha. Ikafika mahali akajiuliza, mbona mimi ninaangamia hapa na nyumbani kwa baba yangu kuna kila kitu? This man purpose that is going to go back home to his father. He had squandered everything he had, lakini akasema, regardless of what, let me gather the courage. Wacha nisiseme ya kwamba nitaishi hapa katika hii matope, nitaishi katika hii kungangana, nitaishi katika hii shida. Akasema, no, I am going to go back to my father. And that is what he did. And the Bible tells us, when the father was seated somewhere, he looked at the gate, na akaona mwanae, he recognized him. Actually, I want to believe vile ambavyo alienda akiwa maybe na mwili mzuri na manguo safi, kwa sababu mahali alienda katika ile nchi alikuwa anafanya kazi ya malisho ya nguruwe chafu nini kule. So vile ambavyo aliamua kurudi nyumbani, I'm thinking that he just aliamka tunakanda safari labda akiwa mchafu na uchafu wake. But regardless of that, when the father looked at him, alijua automatically, this is my son, and he welcomed him back. Bwana sifiwe sana. So am I talking to somebody here? Maybe unaweza kuwa katika hiyo hali, uchafu ulikuwa sawa, lakini imefika mahali ambapo sasa umekuwa mchafu, umerudi nyuma, imani ya umo tena, umekuwa mtu wana mbele wala nyuma, hauna matumaini. Nataka nikwambie hivi, Baba wetu wa mbinguni anatupenda sana na anakuwazia mazuri, that he just wants you to come back to him, and he will call you my son, my daughter, I know you. Actually, hata kwambia ni kama ninakujua, hapana, he will call you by name. He will tell you, my daughter, come home. My son, welcome back home. Praise the name of Jesus.
And for that to happen, I also want to give you some of these benefits so that we can know and understand what we are saying, that our trust is in God. And those who put their trust in God, they will be blessed. They cannot be disappointed. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Let's go to Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. And the Bible says, mstari wa 28, do you not know? Have you not heard that the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth? He will not grow tired. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths now, grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Praise the name of Jesus. Je, hamjajua, hamjasikia ya kwamba Mungu ni wa milele, ambaye ametengeneza ulimwengu wote na nchi yote? Yeye hachoki. Haleluya. Amen. Ni vizuri aje kujua kwamba Mungu wetu hachoki. Imagine Mungu hachoki na wewe ndugu yangu. Imagine Mungu hachoki na wewe my sister. He's not. And the Bible says in 29 verse that he gives strength to the weary. Hallelujah. Anawapatia nguvu wale ambao wamechoka. Najua leo Kenya watu wamechoka wengi sana, kwa sababu ya hali ya maisha. Kuna walichoka wakarudi mashambani ushago, wakasema afadhali tukae karibu, waseme kama wana Israeli wakati Musa anatoka kwa nchi ya utumwa anawapeleka to the promised land. Wana wa Israeli wanamuuliza Musa, ni kule Misri ni bila kukua na mahali ya sisi tunaweza zikwa. Sasa unakuja kutuleta huku tukufie jangwani. Afadhali tungekaa kule. They were complaining. Na wakasema afadhali turudi nyuma. So kuna watu walichoka na wakaamua afadhali kurudi nyumbani. Hatutaki kungangana huku. I know there are such kind of people. Maybe I'm talking to you in your house, and in such kind of a situation, life is too hard. Bwana Yesu asifiwe sana. Let me talk to somebody. I came to realize that it is true, and listen to this carefully. Leo tunaongea kuhusu hali ambayo katika nchi yetu ya Kenya, and what is trending is about COVID. It is okay and it is true. But you know, kuna watu ambao shida zao ni zaidi ya COVID. Bwana asifiwe sana. Na najua kuna mmoja anazungumza naye, shida yake ni zaidi, ama shida yako ni zaidi. Actually ukisikia wakiongea kuhusu COVID, unashindwa wanasema nini? Na wewe umepatwa na ugonjwa ambao umekusumbua miaka mingi, long before COVID came. Umesumbuliwa na jamii, maybe ndoa imevunjika ama inakaa kuvunjika, na sasa unashindwa akisema kuna pandemic, unasema pandemic nilijua hata kama hiyo jina hamjajua. Kuna watu wamepitia hali na wamechoka na maisha. Wamechoka na maisha. Yesterday I went home. Na mahali tunaishi nikasikia kuna mtu ambaye alikuwa anataka kutoka ghorofa sijui ya 4 ama ya 3. Sijui ya 3 ya 4. Anataka kujiangusha. So watu walikuwa wamejaa, wamengangana kabisa asijiangushe. I don't know, but huyu ni mtu ambaye amekaa amechoka na maisha. Huyu alikuwa amechoka for real. Hiyo ni kuchoka. Lakini let me tell us, this is what the word of God is encouraging us. Our God, Bwana asifiwe sana.
Can somebody say, my God? Our God, Mungu wetu, He gives strength to the weary. Anawapatia nguvu wale walio wanyonge, and He increases the power to the weary. Praise the name of Jesus. He increases the power to the weak. I may be talking to somebody who is weaker. I may be talking to somebody who is giving up hope. I may be talking to somebody ambaye matumaini amepoteza kabisa. But let me encourage you and tell you this, that our God will give you peace. Our God will increase power because you're weak. The Bible says, even the youth, unajua vijana, tunafikiria vijana wawezi wakachoka because they are strong, their bones are strong, hawana mili yao bado iko na nguvu mingi. So the Bible says, even them, hata wao, kuna wakati inafikaga na wanachoka. Na wakati mwingine wanatembea wamestumble. Leo tunaona ulimwengu umesukuma watu, hata vijana unakuta kwa barabara, ukikutana na kijana wa 25 years, unaweza fikiria ni kijana wa 40 years. Unaweza kufikiria ni kijana wa 50 years. Maisha imempeleka, imemsonga kabisa kabisa. They seem totally tired and almost giving up hope. But this is what the word of God says. Number one, benefits. Number one is when you hope in God, unapotegemea Mungu, He renews your strength. Anakupatia nguvu mpya. Praise the name of Jesus. He renews your strength. Many times our strength will fade, by the way. Hata kwa wale ambao ni wa Kristo, hata kwa wale ambao ni wachungaji kama sisi tumemwaminia, kuna wakati inafikaga mambo inakuwa si rahisi. Hallelujah. And that tells us we are human, in need of a maker, in need of a God. There are times our strength will fade, lakini tukijifunza kutegemea Mungu, tukijifunza kuweka imani yetu katika Mungu, sio kwa wanadamu. Wanadamu ni wazuri kwa sababu Mungu anawatumia, lakini tusiwategemee. Wacha tutegemee Mungu, alafu naye Mungu awatumie kuingilia kati kwa maisha yetu. Praise the name of Jesus. Hatuanzagi kupanda mti juu, tunaanzanga hapa chini. So we start with God, and then God will set people from up there, they will come and sort us down here. Praise the name of Jesus. So the Bible, one of the reasons or benefits, jambo moja ambalo ni faida ya kumtegemea Mungu ni kwamba anatengeneza ama anaweka nguvu yetu kukua mpya. Praise the name of Jesus. Sometimes our strength will fade because of sicknesses. Bwana asifiwe sana. Nguvu zetu za mwili yetu tunasikia zimeisha kwa sababu ya magonjwa. Sometimes because of losses, tunapoteza tuliowapenda. So tunasikia hata tutaki kuomba. Tunasikia ni kana kwamba sasa mimi sijui life itasonga aje. You know, sometimes disappointments. Maybe kuna vitu ambazo ulijua hapa ikifika end of this month nitakuwa nimepata kiwango fulani ya pesa, nitaweza kufanya biashara fulani, and then all of a sudden hiyo wakati inafika, aliyekuahidia hiyo pesa anakuambia I'm sorry, haitawezekana. Ama unampigia simu iko mteja, ama unampigia simu inachukuliwa na watoto. Inachukuliwa na watoto. So you feel disappointed. Sometimes there are calamities kama zile ambazo tuko nazo leo, the world pandemic. So the strength will fade, and somebody anaishi katika hali ya masumbufu. God, tukiamua kumtegemea, anakuja ana renew strength yetu. Bwana asifiwe sana. Tunakuwa tuko na nguvu. Number two thing about number two benefit of trusting in God. He takes you upward. Unapomtegemea Mungu, Mungu hakuna siku atakurejesha chini. Anakusudia kukuinua. Praise the name of Jesus. The Bible says in verse 1, the people who hope in the Lord, they will soar on wings like eagles. Soaring, it is going high. Bwana asifiwe sana. To soar is to go up. You're not going down. You're not staying in one place. You are going up. Bwana asifiwe sana. Even after the low moment of lacking strength, God will take you up. Bwana asifiwe sana. He
He collects you, he lifts you up, and you are in a position to see even your enemies and their plans. Unajua Mungu akikuinua, akikupeleka juu katika mahali ambapo atakuweka, it may be in real life ama hata katika hali ya kiroho, unakuwa uko juu ya maadui wako, and you can see what they are planning. Wewe hautaamua kuharibu, but you are in a position of strength that even if they are coming, wewe uko tayari na unajua jinsi ambavyo utakavyoweza kurespond. Oh yes. Amen. Praise the name of Jesus. Nao maadui hawatajua mahali ambapo utakuwa. You are there up by the grace of God. Hiyo ni benefit ingine nzuri ya kuweza kumtegemea Mungu. He takes you upward. He will never take you down. Number three benefit is that you do not grow weary. Hauchoki. They will run and not grow weary. Those who hope in God. Unajua kuna watu wamechoka na maisha. Sijui kama mwewe na mtu akifanya kazi. I used to work with my dad Ushago. Hata leo by the way. Unaendanga na dadi kufanya kazi. Especially those days wakati uko tunaelewa. Dadi, na ni weekend wakati unafaa kupumzika umetoka shule. Mnaamka 6. Ukiamka hapo kwa shamba. So ukiamka 6 huko 7 unafikiria sana kupumzika ama umelalala unawasikia umeangushwa. If you're not careful akuite kama hujakunywa chai. Hiyo chai utaikunywa saa 4. Munafanya kazi mzee achoki. Chai inakuja inawekwa pale anasema tuendelee kidogo tutaikunywa tu. Munafanya kazi, lunch inakuja, hiyo mnaketi chini mnakula, immediately mnaamka. Actually na ni Saturday unategemea saa 8 tukue nyumbani, hata 5 ingetukuta kwa shamba. Wakati ni weekday sasa hiyo usiseme, mnafanya mpaka jioni giza. Mnatoka kwa shamba na giza. Sasa sometimes tunajiuliza, hata leo sometimes tukiongea na ndugu zangu in my sisters, tunajiulizaga huyu mzee kwani achokaje? Hata leo you go home na mzee dadi miaka yake imesonga songa, akiingia kwa shamba utafikiria ni kijana wa 40 years. God is able to renew the strength of his people. Bwana sifiwe sana. There may be so much disappointments. There may be so much issues in this life. But the people who trust in their God, hawatachoka. Wewe unayefanya biashara na maybe siku moja ama mbili biashara haiendi vizuri. Usiseme mimi nafunga. Hapana. Usiseme ni kubaya. Actually don't confess ni kubaya. Afadhali unyamaze lakini usifungue mdomo useme ni kubaya. My sisters in business here. Afadhali ufunge mdomo unapotaka kusema biashara iko praise the Lord. Unyamaze. Because even though there was disappointments, usichoke, and especially if you are hoping in God. Because you hope in him, hata kama he may seem like he is delaying. Even 4 days later, when Jesus aliambiwa ya kwamba rafiki yake Lazaro amekufa, even 4 days later, Jesus was on time. Hapo amechelewa. So hata biashara yako, as long as you are doing it in accordance to the will of God, and as long as wewe ni mwaminifu, unafanya biashara yako vizuri, fungu la 10 inatoa, haleluya, unabariki kazi ya Mungu vile ambavyo anabariki yako, unasimama na Mungu, as long as you are doing the will of God, wewe usichoke, you just wait, God is coming to rescue. Praise the name of Jesus. Ata recharge. Unakani kama nguvu zinaisha kidogo, then he will recharge. Kama ile simu yako inafikaga 10%, 5%, na unajua kama iko 5%, ile simu nyingine utakuwa unapiga itahang ukiongea, what do? You take it back to the charge. Na inapata moto, inakuwa iko sawa to go on. Unaweza ukachat, unaweza ukapiga simu nyingine confidently. May God charge you. Bwana sifiwe sana. But as you hope in him. Hallelujah. Number 4, the last one. Those who hope in the Lord
You will not fade. Hautazimia. Unajua kile kinafanya wakati mwingine watu kuzimia, ile kuzimia ya kawaida. Maybe there's no flow of blood in your system. Ama sometimes umechoka, umechomwa na jua, you really tired. And so the only thing now mwili ndio mwili uweze kurespond, uweze kucommunicate na wewe, unakwambia sasa mimi nimechoka and I cannot go on again. Actually it implies it's over with me. I am done. Nimechoka, I can't go on. It's enough. It's enough. But you know what? Ukitegemea Mungu, even when life tells you enough is enough, God comes and renews you again. And He will cause that you will not fall. Atahakikisha you will not fall. That is upon putting your hope in Him. Regardless of the journey, regardless of how tough the journey is. Watu wa Mungu, honestly, kuna wakati tunafanyanga, tunangojea Mungu, tunangoja, tunaona amechoka. I have been there. Every one of us, I know we have been there. But waiting on God, it is not foolishness. Waiting on God and hoping and putting your faith in God is wisdom. Bwana sifiwe sana. It is wisdom. Na sio ile kujua kwamba niko na plan B. Even though the plan B may be there, wachana nayo. Focus on God. Bwana sifiwe sana. Kumtegemea Mwokozi ni jambo tamu sana. And so I don't know what is it that you've been trusting God. And maybe umemngojea for the whole of last year, the whole of this year, the whole of 5 years ago. You are in a situation that is so much tough. You're almost giving up. Your marriage is almost breaking and you're almost giving up. Watoto wamekuwa issue and you're almost giving up. It is too much. Let me tell you this, my brother and my sisters, you listen to me as I finish the service this morning. Put your trust in God. Jifunze kumtegemea Bwana na hata kuangusha. Usitegemee mchungaji. He is good that God can use it to help you kuvuka daraja moja ama nyingine. Lakini weka tegemeo lako katika Mungu. Kwa sababu hata yule unayetegemea, kama vile nilisema, kuna mahali pia anayetegemea. Na itakuwa mbaya sana kama yeye anategemea mahali pengine na wewe umtegemee, na iwe ategemei Mungu, mnaingia kwa shida nyinyi wote. Ndio kuna watu ambao wanategemeanga vitu ulimwengu wa giza na unawategemea. You become part of the darkness. And so when you trust in God, it is sure. Wala sifiwe sana. Kumtegemea Mungu unajua hii ni sure, hii hapa niko sure ni Mungu. Lakini unategemea mwanadamu na wale wengine ambao tunasemanga ni wale wako nje. Unapewa 100, 200, 300 hapo na ujui imetoka wapi. Bwana sifiwe sana. May God help us and may God help us to trust in Him. I want you to make a prayer as I finish. Just open your mouth and tell God, even at your home, just tell God, God, nisaidie nikutegemee. Nimetegemea jamii yangu sana. Nimetegemea kazi yangu sana. Nimetegemea biashara yangu sana. Nimetegemea serikali sana. Nimeimba wimbo yule serikali wanifanyie hivi, watufanyie hivi, wafanye hivi. Can't we say God tufanyie hivi? Can't we say God nifanyie hivi? Just open your mouth and tell God, God help me this morning to trust in you. The scripture is telling us some people trust in what they have, but we will trust in the name of the Lord. Father, in the name of Jesus Christ, I want to thank you for this day. I want to thank you for every one of us who is joining us this hour. From their homes, or wherever they are right now. Mungu ninaomba ya kwamba ukafunze watu wako jinsi ya kukutegemea.
Tunapotegemea wanadamu, kuna frustrations mingi huwa zinakuja, na wakati mwingine tunajiingisha katika shida ambayo ni unnecessary kwa sababu tukitegemea mtu. Tufunze kukutegemea wewe ambaye hauwezi ukatudisappoint. In the mighty name of Jesus, we give you praise and we give you honor in the name of Jesus. Maybe you're there and you've not given your life to Jesus. I want to make a prayer with you, kwa sababu kitu ambacho kitakuweza kukufanya kutegemea Mwokozi. Unajua, unategemea kama mtu ambaye uko na uhusiano na yeye. Nikisema tutegemee Mungu na wewe hauna uhusiano na yeye, kwa maneno mengine haujaokoka, sijui utamtegemea Mungu aje kama haujafanya uhusiano na yeye. Kwa hivyo ningependa nikusihi ndugu yangu, dada yangu, mahali ambapo uliko, ungana nami na uweze kuomba ili ombi, ndiposa ukamkaribisha Kristo Yesu ndani ya maisha yako, ukamfanya kakuwe Mwokozi na kiongozi na tena tegemeo la maisha yako. Iwapo hujaokoka, ningependa urudie hili ombi na Kristo Yesu ataingia ndani yako na utakuwa kiumbe kipya. Sema: Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimejitawala mwenyewe kwa siku mingi. Toka siku ya leo ninafanya uamuzi wa kukufuata. Ninakiri na moyo wangu na kinywa changu ya kwamba Yesu ni Bwana. Kutoka sasa ninaachana na shetani na kazi zake zote. Ninaamua kukufuata Yesu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Mimi ni mtoto wako. Nisaidie siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeokoka. Baba, nakushukuru kwa sababu ya yule ambaye amesikia ombi hili, amefanya ombi hili la kukupokea kama Mwokozi wa maisha yake. Naomba kwamba utajaza yeye na maisha yake na Roho wako Mtakatifu, akatembee jinsi upendavyo. Msaidie kukua katika imani, ukampatia ushirika ambapo ataweza kushiriki na kanisa la wapendwa wanaoamini katika Biblia, katika wewe Mungu na katika Roho Mtakatifu. In the mighty name of Jesus. Namwombea amani, namwombea baraka. Kuanzia siku ya leo tegemeo lake litakuwa ni wewe, mfalme wa amani. Kabariki maisha yake na ukamtende wema. Na ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Praise the name of Jesus. Bwana Yesu